Kwa majina naitwa Sabrina Abdul Yusufu. Mimi kwenye kukua kwangu kwa kweli sana nilikuwa napenda sana uaskari. Nilikuwa napenda sana kuwa traffic. Yaani nilikuwa napenda sana mambo ya uaskari, jeshi nilikuwa napenda sana. Lakini sasa kipindi hicho nasoma, ila nilikuwa najiendeleza na kusuka nywele. Kwa maana hizo siku za Jumamosi, Jumapili nilikuwa najitahidi sana kwenda kujishughulisha, kwenda masaluni, kusuka watu mtaani. Kwa hiyo hata nilipomaliza masomo nikaona sasa hapa Swabra nimefeli, nafanya nini? Kabidi niende nikasomea mafunzo ya ualimu wa nursery teaching. Kwa hiyo nilipoenda kusomea mafunzo ya ualimu nikaa nimepata ajira kama mwaka mmoja. Sasa nikaa naangalia hii hela ambayo napewa kila mwisho wa mwezi 1,500, nikapandishwa 200,000, lakini nikaa naona kama vile hainitoshi. Kwa hiyo sasa nikaona hapana, ngoja nifanye nini niweze kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo nikaa nilianza kwa saluni za watu. Kama nianza sehemu ya kwanza, ya pili, ya mwisho ile ya tatu ndio nikawa nimefungua sasa saluni yangu. Nilipofungua saluni kuna mabinti fulani walikuwa wanakuja pale na wafundisha kutengeneza nywele, wanaondoka, wengine ukishawafundisha mtu anaenda anafungua saluni yake, mwingine unamfundisha kwa uzuri, mwingine anaondoka kwa ubaya, lakini umeshamfundisha. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna binti mmoja nilikuwa nampenda sana, alikuwa anafanya kazi baba shop. Nikamwambia sasa sawa, kazi ya baba shop ni nzuri, lakini urembo ni mzuri zaidi, utakufaa. Kwa hiyo akaja akaniza hivi, "Dada Sobra, kweli mimi siwezi kushika nywele, naweza kabisa mimi." Nikamwambia utaweza. Nilikaa naye karibia miezi 4. Mwezi wa 5 akaa amepotea Simoni. Kumbe ameshapata ajira tayari. Kapotea kweli mwaka mzima, nakuja kukutana naye ameshafungua saluni yake. Kwa sasa nikakaa nikasema kumbe urembo ni mzuri sana. Kwa maana hakuna mtu anayekuwa anafanya urembo na akafeli kimaisha na akakwama kimaisha. Hapana. Kwa nikawaza, je, kwa nini nisiweze kufungua chuo kabisa? Kwa sababu najua kuna mabinti wengi, kuna wanawake wengi wananyanyasika, wanateseka, wengine wamekosa ramani kabisa. Ni mtu analala anawaza afanye nini. Lakini inapendeza ukiwa na biashara mtandaoni bado una shughuli nyingine ambazo unajishughulisha. Au wewe umesomea ni nursing, umekaa umesubiri ajira, lakini uko una kichoko unachojishughulisha, inakuwa yale malalamiko, utegemezi mwingi unakuwa unapungua. Kwa hiyo ikabidi sasa nifungue chuo. Japokuwa mwanzoni ilinikosti sana kwa sababu niliingia kichwa. Lakini ndio hivyo, nimepambana mpaka nilipofikia hapa. Maana yake unamaanisha nini unapotuambia kwamba uliingia kichwa? Yaani kwamba mimi nilichokuwa ninakifikiria ni kwamba nikishafungua chuo kwanza nikakitangaza, yaani kwanza nitapata wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo nilienda nikakopa hela benki. Nilikopa benki 2. Benki ya kwanza nilikopa 1,100,000 na 400,000, benki ya pili nikakopa 900,000. Wa mwisho pia alikuwa ni rafiki yangu. Nikamuuliza hili swala tena, nikamuomba tusaidiane. Aliniwezesha kweli. Aliniwezesha sana. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku ikaonekana mbona hii kazi tunawekeza hela matunda hayaonekani. Kwa maana mimi mwaka mzima ulipita sina mwanafunzi hata mmoja. Na nimewekeza hela na inabidi nirejeshe. Kwa hiyo mimi ilifika wakati nilikuwa siwezi kupokea namba ngeni. Na wakati natangaza redioni kwamba nina chuo, umeona, kwa sababu vitisho vilikuwa ni vingi, madeni nina mengi, ninadaiwa huku, ninadaiwa kule. Yaani hata maji yalikuwa ni machungu. Yaani hata chakula kilikuwa sisikii ladha yake. Kwa hiyo nikakaa mwaka wa pili ndio nikaja kupata wanafunzi, nipata wanafunzi 3. Ambao wanafunzi 3, mwanafunzi mmoja ndio aliyelipa ada kamili. Waliobaki walipojifunza wakajua wakakimbia na ada. Umeona? Basi kwa hiyo changamoto ikawa ni kubwa sana. Baadaye nikaingia tena mwaka wa pili. Huo mwaka wa pili sasa nikatamani nifunge chuo kwa sababu nikaa sioni majibu yake. Yaani unaona unamfundisha mtu akishajua tu kidogo, kimkumbushia tu swala la ada anakimbia. Ni kwa maana mtu anakuja kukuambia mimi hapa nina 50,000, naomba unisaidie umpokee binti yangu jamani, sio nini. Kisha mfundisha tu. Akishajua ukampigia simu mzazi, jamani tunakumbushia ada, mtoto akiondoka harudi tena. Kwa hiyo sasa nikaa naona anafanyia madeni. Nikasema sasa hapa bora tu niache. Lakini sasa nikajiuliza, huku nimekopa kidogo nifungwe kwa sababu ya madeni ili nifungue niendeleze chuo.
na tayari nimeshapata usajili, kwa sababu mimi gharama nyingi sana zilizokuwa kwa ajili ya kupata usajili, na uwezi kupata usajili wakati kuna vitu vinavyohitajika hujavikamilisha. Kwa hiyo mpaka vitu vikamilisha. Nimetangaza sana redioni, sioni majibu yake. Ninafanya nini sasa? Kwa hiyo sasa nikawaza, hizi gharama nafanyaje? Je, nitaonekanaje? Nimeshatangaza redioni Daswabra. Na hapo bado kuna vitisho vingi sana. Mtu akwambia hautafika popote wewe. Wewe ni nani? Amefanya fulani ameshindwa, amefanya fulani ameshindwa. Wewe ni nani? Kwa sasa nikaa nikilala, naweza nikapitoka usingizi kidogo tu, lakini ikishtuka usingizini mapigo ya moyo na nienda mbio. Kwa maana ninakuwa nawaza sasa, Mungu wangu. Yaani naamka niko kwenye kitanda mwenyewe, lakini najikuta ninajikunya tena, kaza Mungu wangu nifanye nini? Lakini nikabidi niwekeze sana kwenye kuomba. Mimi ni Muislamu, lakini kuna kipindi nilisali dini kama 3. Yaani najaribu ngoja niende kwa huyu nione itakuwaje maisha kama yatabadilika mwenyewe. Yaani mpaka mwisho siku nasema hapana, ngoja nitawakali kwa Mwenyezi Mungu. Nikae, nisali mwenyewe, niombe, na sitaki kushauri wa mtu yeyote. Na sitaki mtu yeyote aje siku kunishauri maisha. Sitaki, yaani nikaacha kabisa. Kwa hiyo na hata ile niliyokuwa nayo kuwa nawaelezea watu, jamani, mtu yani unakosa hata story za kupiga na mtu kwa sababu unakuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo nikaacha. Sasa nikabidi sana niwekeze kwanza, nitengeneze mimi mwenyewe kwanza. Nitengeneze. Kwa hiyo kile kidogo nilichokuwa nakipata najinyima, lakini nilifanya kitu cha kuonekana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pale ambapo kuna mapambano, malaika wa Mungu hawezi kukosa. Kwa hiyo baraka zikawa zinakuja mpaka sasa hivi. Namshukuru Mungu kwa kweli, chuo changu kimeenda mbali sana. Napigiwa simu mpaka kutoka Biharamulo, napigiwa simu mpaka kutoka Mwanza. Hapa nilipo na mwanafunzi ametoka Dar, umeona, na wanafunzi wametoka Mleba. Yaani ni kitu ambacho hata siamini. Najiuliza, hivi kweli ni mimi au ni nani? Yaani nakuwa hata nakosa hata la kumwambia Mungu. Yaani kwa sababu kuna kipindi nilikuwa ninaomba sana. Niliomba sana, ikafika wakati nikitaka kuanza kuomba koo linakauka. Yaani nasikia kama vile kifua kinawaka moto, kwa hiyo naishia hapo. Ilifika wakati nilikuwa nalia sana. Nikitaka sasa kulia, machozi yani yakuwa ya moto, yani kichwa kinauma, kwa hiyo naishia hapo, nashindwa kulia, na nyamaza tu. Yaani kuna story ambazo sitaki hata kuzikumbuka za nyuma, acha tu tuendelee mbele. Okay, bali na kwamba ulipitia magumu, lakini mwisho wa siku matunda yameanza kuonekana. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa nguvu ya kuamini kwamba huko mbele nitafanikiwa? Pengine kuna mtu alikuwa anakushika mkono, au kuna support ya mwanaume ulikuwa unaipata, au ya mama au ndugu? Kwanza katika swala, kwanza tukielezea kwa ndugu walikuwa wananiambia watakufunga. Yaani kila mtu anajitoa. Hataki kusikia. Huyo mume ndo, yani kwa kweli kwanza alikuwa ananiambia hivi, wewe mwanamke wewe una roho gani? Yaani wewe una roho ya paka wewe. Nikasema nitasimama, na nadhani kama ningekuwa nina support ya mwanaume, na hisi ningekuwa nishavuka zaidi hapa nilipo. Support haiji kama wewe hujasimama mwenyewe, kwanza hujahaswa. Na pia katika swala la mafanikio hayaji hivi, kwa maana hata almasi yenyewe lazima ipite kwenye chungu. Kwanza ipite kwenye chungu, almasi yenyewe ipite kwenye moto. Sasa mimi ni mwanadamu, kufa wiki moja nikaoza. Kwa maana lazima ili ufikie mafanikio, lazima upitie maumivu mengi sana, upitie kudhalilishwa kwingi sana, upitie vitisho vingi sana, upitie mambo mengi sana mpaka ufikie hatua uliyopo. Mimi kwa mwanzoni nilikuwa natamani sana maisha ya watu. Yaani kwa hustling ambazo nimezipitia, hawezi kuja hata nani hakanitamanisha maisha yake. Wala siwezi kutoka hapa sisi fulani ana arrange nikatamani maisha yake. Kwa maana mpaka anapata kila alichonacho, huku nyuma kuna siri yake. Kuna maumivu, kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo mimi ninachokitamani, natamani kile cha kwangu mimi. Wanaume wanakuja, mtu anakuambia mimi nitakusupport, kwa ni milioni 10 shilingi ngapi? Kwa hiyo kidefera tu kidogo, akishapata anachokitaka anaondoka. Kwa sasa mimi hapo, ndugu yangu, wewe kija uwekeza tuone majibu yake, alafu ndio tuone kinachoendelea. Kwa hiyo ndio unakuta zaidi mtu anakuambia yule binti anadharau sana, hatafika mbali, kwanza ana kiburi, anajikuta nini. Sasa bora mimi uniseme hivyo, lakini nisidhalilike. Mpaka hapa nilipo maneno ni mengi.
yule ni malaya, ana lolote, ana nini. Mpaka wengine kabisa wanaenda mtandaoni kabisa, mtu anachafua. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Akija huyu anakuja huyu, akija huyu, yani watu wengi. Na kitu kikubwa zaidi ni nidhamu. Kisha kuwa na nidhamu, popote unapokuwa lazima ufanikiwe. Na ukishajijua wewe ni nani, popote unapokuwa lazima ufanikiwe.